Harris Billion nchini Thailand leo limetokea tetemeko kubwa, tetemeko ambalo limepelekea majanga makubwa nchini humo, ikiwa ni uharibifu pia wa miundombinu, lakini pia ikiwa ni uharibifu wa baadhi ya majengo ambayo yameporomoka, lakini pia baadhi ya sehemu ambazo watu walikuwa wamezoea kuzitumia kama sehemu mojawapo za kawaida katika matumizi ya kila siku kuweza pia kuharibika. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Naomba nikuache uweze kutazama namna ambavyo tetemeko hilo limeleta athari nchini humo, na nitakuachia baadhi ya video pia ambazo mwana Harris Billion ningelitamani pia uweze kuwa sehemu ya watu ambao wameshuhudia namna ambavyo tetemeko hilo limeleta majanga nchini Thailand. Hizi ni baadhi ya video chache ambazo nimefanikiwa kuzikusanya kwa ajili yenu wana Harris Billion. Nitaendelea pia kuwa update na baadhi ya update ambazo zitakuwa zimejitokeza. Nitakuwa nikifanya hivyo pia masaa 24 na siku zote 7 za wiki. Endelea kuwa sehemu ya HBTV kwa ajili ya kuendelea pia kuzipokea update zingine hapo baadaye. Leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitapatikana, zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini pamoja na maudhui mbalimbali ya kidijitali ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja. Kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambayo pia tumetoa toleo la mwaka 2023, imetamkwa kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kwamba kuna kuwepo na rasilimali fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia kulingana na viwango vilivyowekwa katika ngazi zote za elimu. Niwapongeze tena Wizara ya Elimu kwa kazi hii nzuri. Niwapongeze pia wadau. Nimeona kuna wadau wetu pale ambao pia mmechangia tukio hili, na wote ambao mmechangia tukio hili na kuweza kupata fedha ambazo zitamkwa na mkurugenzi wetu. Tuwapigie makofi wadau wetu waliochangia fedha hizi. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie, na inawezekana. Na haya maendeleo haya ndio atakayotufikisha sisi kwenye teknolojia na matumizi ya vitabu. Ni jambo linalostahili kuungwa mkono, kwani vitabu hivi ndivyo ambavyo vitaweza kumpa mwongozo kijana bila hata kuwa na mwalimu
anaweza kupata taaluma yake kupitia vitabu hivyo. Na kwa hiyo kuwashirikisha wadau katika jambo hili ilikuwa ni azma yetu, na ukuchangiaji wao ni mafanikio yetu. Nataka tuwahakikishie kwamba michango yenu mlioitoa yote itatumika kama ilivyokusudiwa. Ndugu wana michezo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana wadau wote mlioshiriki katika matembezi ya hisani siku ya leo. Leo nimefurahi kuona pia matembezi haya yametembewa na watu wazima, watu wa umri wa kati, lakini pia na vijana wadogo, wakiwemo watumishi wenyewe wa TET, isipokuwa hawa waliovalia kama wanasheria. Sikujua kama mna shughuli maalum ile ya kwaya bora kabisa hapa nchini, kumbe nyewe mnashindana na utumishi. Na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, hawa waalike kwenye sherehe za kiserikali, walete ujumbe, wanatosha kabisa na change inabaki. TET oye! TET oye! Ndugu wana michezo na wadau wetu wa elimu, kauli mbiu yetu ya leo ni ile inayosema kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kauli mbiu hii ina maana kubwa sana na ya kipekee katika muktadha wa maendeleo ya elimu hapa nchini. Kauli mbiu hii inatufundisha mambo mengi sana. Moja ni kwamba kauli mbiu hii inasisitiza haki ya kila mwanafunzi kupata kitabu chake cha kujifunzia, lakini inatufundisha kwamba elimu bora inahitaji vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu. Mbili, kauli mbiu hii inasaidia kupunguza pengo la elimu kati ya familia yenye uwezo na zile ambazo hazina uwezo, kwa sababu sasa kila mtoto au kila mwanafunzi atapata kitabu chake katika kila somo. Hali hii itawezesha vijana wetu kupata elimu sawa, lakini pia inaweza kuleta hamasa katika kusoma na kuwafanya wanafunzi waone kuwa shule ni mahali pa kukimbilia. Tatu, kauli mbiu hii inawiana na malengo ya kitaifa ambayo inakwenda kumhakikishia mtoto wa Tanzania kwamba atapata elimu bora, na kupitia elimu bora taifa hili nalo litakuwa bora, kwa sababu litafikia malengo yake ya maendeleo endelevu na kuboresha ustawi wa kijamii. Na kila mtoto ambaye atapata vitabu vya kujifunzia atakuwa na ufanisi katika masomo yake, kama ambavyo tumeona vijana wetu hapa wote wame vitabu. Mwalimu amesema fungua ukurasa wa pili, kila mmoja amefungua, wamesoma, limeulizwa swali, kila mtoto ameelewa. Mjomba Mpoto na wewe kwa usanii. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.